Naam, habari za muda huu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, natumai kwamba uko salama popote ambako endelea kutufuata kwa muda na saa kama hizi, ukiwa tayari kwa ajili ya kwenda kufuatilia habari kutoka kwenye uwanja wa vita asubuhi ya leo tarehe 5 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Mpendwa msikilizaji, tunakuletea za moja kwa moja kutoka kwenye uwanja wa mapambano uko Kamanyola, Katogota, Kaziba, Luvungi na sehemu zingine ambako asubuhi ya leo mambo yamebadilika sana, zaidi ya sana, kiasi kwamba watu wanachanganyikiwa ni wapi waondoke, waende wapi sasa kufuatana na hali ambayo imeamka asubuhi ya leo kwenye uwanja wa mapambano. Kwa hivyo nakusihi subscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi ili na waendelee kuzipata kama kawaida. Itakuwa moja kati ya jambo la heri kwa ajili ya kuweza kufikisha taarifa hizi kwa wale wengine ambao labda hawajui kile ambacho kinaendelea kwenye uwanja wa mapambano. Moja kwa moja tufungue ukurasa wetu wa habari na habari kutoka huko Kamanyola, ambako baada ya wahasi wa AFC M23 kuweza kusukuma vikosi vyao vingi kutoka huko Bukavu kwa ajili ya kutafuta mbinu ya kuweza kusonga mbele, mapambano makali yameripotiwa kuamka asubuhi ya leo na mapema majira ya saa 11, wakaja na shuhudia kwamba walianza kusikia milio ya risasi mizito na nyepesi, ya kitu ambacho kimepelekea raia wengi wa Kamanyola kushindwa ni wapi waelekee. Utaangalia maeneo ya Kamanyola mpaka sasa kuna fungwa mipaka, hakuna mtu wa kuingia wala hakuna mtu wa kutoka Rwanda, yani raia wanakuwa sehemu ambako ni katikati. Taarifa kutoka maeneo zinasema ya kwamba tayari mnara wa Vodacom ulipatikana maeneo ya Kamanyola umechomwa moto, kitu ambacho endelea kuleta wasiwasi mkubwa sana miongoni mwa wakahaji ambao wanapatikana maeneo hayo ya Kamanyola. Nasema kwamba vita ni vikali kiasi kwamba hali ikiendelea kuwa hivi yawezekana mambo yakawa mabaya zaidi kutoka upande wa raia, kwa sababu raia wengi wanashindwa ni wapi waelekee. Huku ripoti kutoka maeneo zinaripoti ya kwamba mabomu kadhaa endelea kuanguka maeneo ya makazi ya watu na kusababisha majeruhi, lakini pia vifo, vitu ambavyo vinapelekea watu washindwe kukaa ndani, aidha waende wapi. Tumezungumza na mmoja kati ya wakahaji kutoka huko Kamanyola, ametuthibitishia namna ambavyo hali ilivyo kwa sasa huko Kamanyola, akisema ya kwamba anahitaji watu waweze kuombea ndugu zao patikanao huko Kamanyola kwa sababu hali ni tete. Kutoka Kamanyola, huyu hapa kwa sharti la kutokutajwa jina. Jambo bwana mtangazaji. Habari za asubuhi wazima. Bwana, mambo imebadilika huku, vrema imebadilika. Kamanyola vrema wapi? Ile antene wanailunguza, ile antene ya Vodacom ilikuwa kukilimi inalungula hivi, tukoongea antene kwa lungula. Kwa lungula kabisa, manake hatuyue watu wanachanganyikiwa baende wapi. Rwanda hamuendi, Bufulero hamuendi, kupanda mkilima hamuendi, manake hapa watu wanachanganyikiwa vrema. Usikie tu, usikie masasi ilianza masenker. Usikie vrema, hatuna la kufanya, hatuna shwa. Manake tunajiuliza jana roketi iliangukia kunyumba pale Kungomo, manake ikaua watoto wawili na mama. Donc jamaa batu ine bakakufa mjamaa direct. Manake hatuyue tulisha kosa comportement, tunakosa mwelekeo vrema. Batuombee tu Mungu juu huku hali haiko bien vrema. Hali haiko bien kabisa. Vyo bado ni ile mabombe ya distance tu, avyo bado ni mabombe ya distance tu. Watu kujikomporte babakia mu manyumba banashindwa, sababu nyumba ziko naanguka sana, banashindwa kujikomporte babakia mu nyumba. Comportement watu balisha ikosa. Bamoya balisha kuwa kurusizi mu mashamba kule mijabwe kule. Ndio kwa bamoya balisha kuwa mashamba banaikala bamoya kule, wengine wako atafutia njia ku frontiere haiko wazi, manake hakuna comportement, hakuna kabisa, ni batu roho ni huku na huku. Basi tubiachie tu Mungu, lakini ndio comportement yenye ilishakuwa Kamanyola ile. Watu banashindwa baende wapi, bakibaki nyumba banakufa na baende banakufa, manake hatuyue tu ni neema. Ile ndio shida yenye iko, manake watu wanaanza tafutia njia ngambo ya Rwanda, vinashindikana. Burundi vinashindikana, nani Bufulero vinashindikana, manake watu hatuyue comportement, manake tunaikosa ndio watu, manake wote wako naenda jistoke, manake hata ku frontiere basi Rwanda bakikuwa fungula bajimwange basi tu, hakuna kwetu tutakimbilia, hali ni mbaya sana.
hali ni mbaya kabisa, sio vizuri vrema. Mambo ilibadilika sana, ilibadilika. Kila watu wanafukuzia basonge, kila watu wanafukuzia basonge, lakini hali ni hivyo vrema, hali ni vile. Hali ni tete kati ya vikosi vya majeshi wa FARDC, majeshi wa Burundi pamoja na wazalendo wakiungana kwa pamoja wakiendelea kupambana dhidi ya vikosi vya AFC M23 na majeshi ya Rwanda ambao wamevuka mpaka kwa wingi kwa mbinu ya kutaka kusonga mbele na kuweza kuchukua udhibiti wa maeneo mengine, kitu ambacho wazalendo wanasimama kusema kwamba hawatokubaliana nacho. Hali hii imepelekea mapambano kuwa makali sana. Mbaya zaidi, mapambano yamehusisha mabomu, yamehusisha silaha nzito, kitu ambacho kinapelekea maisha kuwa magumu kwa wakahaji wapatikanao maeneo hayo ya Kamanyola. Lakini tukitoka pia huko Kamanyola tuelekeze Katogota ambako kwa siku 3 mapambano yalikuwa yakiripotiwa kati ya nguvu ya pande hizo mbili. Mapambano ya Katogota yameendelea kupamba moto kwa kasi kubwa sana, kitu ambacho kinapelekea hata wasiwasi kuingia na kutanda kwa kina katika mji wa Luvungi. Hiyo ni baada ya mabomu ambayo inatumwa na wahasi wa AFC M23 upande wa wazalendo na kwenda kuangukia katika maeneo ya makazi ya watu huko Luvungi. Duru kutoka Katogota ni kwamba wahasi wametumia ndege za kivita na wametumia drone za kivita kuweza kushambulia ngome za wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC, kitu ambacho kimepelekea mapambano haya kuwa magumu kiasi kwamba hali endelea kuwa ngumu na kuwa tete zaidi. Lakini licha ya wahasi kuweza kushambulia ngome za wazalendo kwa kutumia vifaa vya anga, ndege sio kuwa na rubani, drone, bado wazalendo pamoja na majeshi ya Burundi na vikosi vya FARDC wanaendelea kuzima mashambulizi hayo kwa ajili ya kutafuta mbinu ya kuweza kuhakikisha kwamba wahasi hawapati njia ya kuweza kusonga. Ukiangalia kwamba nia ya wahasi wa AFC M23 ni kuweza kusonga mbele na kuchukua udhibiti wa mji wa Luvungi ambako ni kitovu aza ni ngome kubwa ya wazalendo, kitu ambacho wazalendo pia wanasema kwamba haitowezekana wakaacha njia hiyo wazi. Mapambano ni makali mpaka sasa. Hakujawa takwimu rasmi kuhusu idadi ya majeruhi, idadi ya vifo ambavyo vimeripotiwa kutokana na mashambulizi hayo ya anga ambayo yametekelezwa kwenye uwanja wa vita, lakini mpaka tunavyozungumzia, mpendwa msikilizaji, hali inaendelea kuwa tete na ngumu zaidi, huku mabomu yakiendelea kurushwa pande zote mbili. Unaambiwa kwamba hali iliyoko kwa sasa Katogota Kamanyola ni hali ambayo usiombe ya kufikie, usiombe iwe sehemu ambayo inapatikana, kwa sababu watu wamepoteza watoto wao, watu wamepoteza familia zao, wengi wakiendelea sasa wakienda kuungana na kusimamia kwenye mpaka kuomba Rwanda ifungue mpaka, labda wanaweza kupata hifadhi. Lakini sasa Rwanda pia inakataa kufungua mpaka, kitu ambacho raia wa Kongo waendelea kutanga na maji. Moja kati ya hali ambayo inaendelea kupelekea kwamba vita hivi viendelea kufika pabaya. Sasa mabomu kadhaa ambayo imeweza kutumwa na wahasi upande wa Katogota kuelekea Luvungi yameweza kusababisha takwimu ya vifo vya watu 3, ikiwemo mzee mmoja pamoja na mwanamke mmoja na mtoto ambaye walikuwa hapo nyumbani. Bomu ilikuja kuangukia nyumba yao na kuweza kupelekea vifo hivyo vya watu 3. Kwa sasa hizo ni takwimu za fast, lakini hivyo baada ya mabomu hayo kurushwa upande wa Luvungi, idadi kubwa ya raia wameanza kutoka maeneo ya Luvungi kujielekeza maeneo ya Sange, wengine pia Uvira, wakihofia usalama wao kutokana na kile ambacho kinashuhudiwa kwenye uwanja wa mapambano. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, mapambano haya makali yameendelea kuripotiwa kwa kasi kubwa, ikiwa tu ni baada ya siku moja ya kuwekewa saini ya makubaliano ya amani huko Washington kati ya DRC na Rwanda, ambako waliweka saini kwa kusema kwamba ni vema sasa, ni kipindi cha kuweza kubadilisha mfumo na kipindi cha kuweza kumaliza vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Lakini licha ya saini hizo ambazo ziliweza kuwekwa hiyo jana, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, mapambano kwenye uwanja wa vita yanavuka kasi sana, kitu ambacho kinapelekea wenda hakuna mabadiliko ambayo wakongomani wanayaona kutoka kwenye saini zilizowekwa hiyo jana, ambako wengi walitegemea kwamba baada ya saini kuwekwa basi itakuwa moja kati ya fursa ya vita kuweza kutulia kwenye uwanja wa mapambano. Hali ni tete, na taarifa zingine ambazo zinafikia muda huu kutoka huko Kavumu ni kwamba hali pia imeamka kuwa mbaya zaidi upande wa Kavumu, ambako wazalendo wanaendelea kusonga mbele baada ya kushika mji wa Mudaka, wanaendelea
kusonga mbele kwa kasi kubwa kikisia kuingia katika uwanja wa ndege wa Kavumu ambako kunadhibitiwa na waasi wa AFC M23, kitu ambacho inapelekea upande wote ukanda wa jimboni Kivu Kusini hali ni tete sana, hali ni ngumu sana kwenye uwanja mapambano, na hivyo mpaka sasa kujua matokeo rasmi kuhusu wanani wamedhibiti wapi na wanani wako wapi, ila tunaendelea kufuatilia taarifa hizi kwa kina ili tu tukuje kutaarifu na kupatia yote ambayo yanaendelea kujiri kwenye uwanja wa mapambano. Kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kushare kwa walio wengi ili naendelee kupata taarifa zetu kama utakavyokuwa unazipata wewe. Tuko moja kwa moja kutoka kwa watu walioko kwenye uwanja mapambano ili tupate kutaarifu za ukweli na za uhakika. Basi hakikisha tu unasalia nasi na kualika tena kwa nasi katika habari zetu za hapo baadaye, ambako unaendelea kufuatilia namna ambavyo mapambano haya yanavyoelekea uko kwenye uwanja wa vita. Asante. Jambo baba, pole. Nakwambia ni hatari, njoo hiyo sasa. Njoo watu wako wanaenda. Unaona? Na nyuma wote manake inakuwa Iraki sasa. Na mvua sasa inakuya. Mvua inakuya usikie tu sione. Unaona kisa watu wanakimbia. Unaona Luvungi hapo. Luvungi hapo. Sibani nyuma. Ni mbele huko ndio kwenye. Niko na yako bwana. Wewe si ni vita hii. Wali waza na kubeba wapi? Si ni vita hii. Uko unaona? Ndio habari hiyo. Hakuna hata cha nini na nini tena. Watu wote ni kukimbia. Kukimbia wote wanatoka. Bado sasa kule kwa barabara sasa. Nyuma sasa ndio hatari. Nyuma ndio hatari. Nyuma ndio hatari, manake vitu binanginda sasa.